naomba mniruhusu nitilie mkazo suala la utekelezaji wa mabadiliko ya maboresho yaliyofanyika kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo na mitaala yetu katika ngazi zote kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari hadi elimu ya juu. Suala hili linahitaji ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwa wadau wote wa elimu, taasisi za serikali na zisizo za serikali, na bila kuwasahau wazazi na jamii yote kwa ujumla. Pia hili linatutaka Watanzania wote kutafsiri vema maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mfumo wa elimu unaozingatia kutoa ujuzi na maarifa ili kumwezesha mhitimu kumudu mazingira yake na kumudu ushindani kwenye ulimwengu wa kazi. Vile vile napenda kusisitiza kuhusu kutekeleza mabadiliko na maboresho ya mitaala, ambapo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu, hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji. Hii itasaidia pia kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji marekebisho au maboresho zaidi ya kiutendaji. Utekelezaji wa mabadiliko na maboresho yaliyofanywa kwenye sera ya elimu na mitaala unahitaji ushiriki wa wadau wote, wakiwemo wamiliki wa shule, wamiliki wa shule zisizo za serikali, mashirika ya dini, asasi za kiraia na wengineo. Umuhimu wa ushiriki wao unatokana na kuwa watashiriki katika kutekeleza miongozo mbalimbali inayotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwa ni pamoja na kutotumia mitihani kama kigezo cha kuchuja wale ambao kufikia alama za juu za ufaulu, hasa katika elimu ya lazima ya miaka 10. Pia katika kuandaa mazingira bora ya utekelezaji, hususan ujenzi wa shule zenye vifaa stahiki na vya kutosha ili kuwezesha mkondo wa elimu ya amali kutolewa kwa ufanisi. Kwa upande wake, serikali imeanza kuimarisha shule zilizopo za ufundi na kujenga zingine mpya. Malengo ya kongamano hili ni kama ifuatavyo: kutafakari na kujenga uelewa wa pamoja miongoni mwa wadau mbalimbali kuhusu sera ya sasa ya elimu na mafunzo na marekebisho ya mitaala na athari zake kwa maendeleo endelevu. Pili, kuibua mijadala ya kitaaluma kuhusu mitaala katika elimu ya msingi, sekondari na elimu ya juu. Na tatu, kutafakari juu ya maendeleo ya taaluma na nafasi ya elimu ya ualimu kulingana na maboresho ya sera ya elimu na mafunzo. Na mwisho, kubadilishana uzoefu wa kimataifa na kikanda jinsi maboresho ya elimu yanavyoweza kuchangia ukuaji jumuishi na mustakabali wa maendeleo endelevu. Kwa kama tulivyofanya wakati wa maandalizi ya sera na mitaala mipya, utekelezaji wa mageuzi haya lazima uendelee kuwa shirikishi. Ndio maana kongamano hili la kimataifa kuhusu maboresho ya sera na elimu na mitaala hapa Tanzania ni fursa nzuri ya ushirikishwaji wa wataalamu, wachambuzi wetu kuangalia hapa tulipo na jinsi ambavyo tunaendelea na utekelezaji huu. Ni fursa yetu ya kusikiliza na kutafakari. Matumaini yetu ni kwamba kongamano hili litaangaza zaidi namna bora na ufanisi ya kutekeleza mageuzi haya ya elimu. Hili ni kongamano muhimu sana na linafanyika kwa wakati mwafaka. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.